Kutangazia moja kwa moja kutoka mjini Goma, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya MTV. Hujambo na karibu kusikiliza taarifa yetu ya habari ya siku ya leo ya Oktoba 10 mwaka 2024. Na miongoni mwa habari utakazosikia ni pamoja na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imepata nafasi ya kuwa miongoni mwa nchi ambazo zimechaguliwa kuketi katika Baraza la Umoja wa Mataifa. Na wananchi mkoani Kigoma wameomba serikali kuangalia namna ya kupunguza gharama za ununuzi wa majiko ya nishati safi ya kupikia ikiwemo gesi. Msikilizaji na mtazamaji wa MTV, hayo ni machache kati ya yale mengi ambayo tumekuandalia kwa siku ya leo, na kwa niaba ya wote utakaowasikia, mimi ni Tryphon Odas nikikuletea matangazo haya moja kwa moja kutoka magharibi mwa Tanzania mkoani Kigoma. Karibu sasa tuanze kuangazia yale tulionayo. Taarifa zetu tunaanzia huko Goma, Kivu Kaskazini mashariki mwa Kongo, ambako watu 11 waliofariki baada ya meli kuzama maji tarehe 3 mwezi huu wamezikwa katika usimamizi wa serikali ya mkoa wa Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Gavana wa Kivu Kusini Urusi ameshutumu serikali na wananchi wote kuwa miongoni mwa waliosababisha ajali hiyo. Tangia miaka maisha ya watu wanaifanya kope, na ile COP ndio natuma service zote za leta kwa mstari ziko chini. Concrètement, corruption, gestion crapuleuse de la chose publique, irresponsabilité. Ba dirigeant ba mingi betuko nabo hapa na bebiko Kinshasa na Benge ba mwingine ba mwizi ba irresponsable. Na ndio maana bandugu bapenzi, batu bitu yote inakuwa ni kope tu. Familia za watu waliofariki dunia zikishindwa kupokea tukio pamoja na mashirika ya kiraia. Johnny Banyene ni kiongozi wa shirika la kiraia Kivu Kaskazini. Nawaza bwana mpasha habari, tumesha kusema mengi kwa sababu ya usafirishaji juu ya mto, juu ya ziwa Kivu. Tunaangalia huko kulikuwa kila mtu alikuwa akifanya ambalo anataka. Nawaza hii jambo ambalo limetupata ni kuomba wakubwa viongozi, kila mtu kwa ngazi lake aweze kufanya kazi yake sawa sawa. Naona gavana wa Kivu Kusini anashota vidole viongozi kwamba kuna ukorofi. Naye ni kiongozi. Nawaza sisi hatuseme tuweze kusheta viongozi mkono vidole huyu au ule mwingine. Tunajua kamba kwa sasa tunakuwa ndani ya uongozi ambao inaomba waweze kuboreshwa. Ndio maana tunaomba viongozi wote, kila mtu kwenye naongoza aweze kuongoza vizuri. Kila mtu akiongoza vizuri, nawaza hiyo itaweza ukua kama vile mchango kwa bien-être ya population. Japokuwa kama kila mtu kwenye tabaki aweze kufanya manyanga, ni kusema sisi kama vile raia tutaendelea kuwa tu wahanga wa hiyo uongozi mbaya. Vijana wa Rucha wameomba rais wa Kongo kuandaa safari ya mashariki mwa Kongo na kutafuta suluhisho la haraka pamoja na kufungua barabara zote ili wananchi waweze kuwa huru kutembea katika taifa lao. Unajua ndugu mpasha habari ya kwamba ndani ya dunia nzima wakaaji wanapokufa, president anakuja kuangalia wanakufa sababu gani kusudi akamate suluhisho watu wasikufe. Unaona Joe Biden Marekani alisema kwamba hatafika Angola, hatafika Almanya kwa sababu ameona watu wamekufa Marekani. Sasa president Felix inaomba naye afike hapa afanye kama vile rais wengine kwa sababu yeye ndiye ambaye anapashwa kulinda wakaaji wa kwanza. Ninasema kwamba tunakasirani sana. Watu wanakufa kila siku, lakini rais wetu anabaki Kinshasa, anaenda na masafari. Lakini tunasema kwamba inaomba aache safari akuje hapa mjini Goma. Narudilia tena. Joe Biden anasema atafika tena Angola, atafika tena Almanya kwa sababu Marekani wanakufa. Ndio kwa anasema kwamba inaomba rais wetu Felix Tshisekedi afike hapa. Na kama afike hapa, masiku zitakuja tuomba aache kiti. Miri 11 ndio imezikwa katika shamba la wafu la Makao, huku wengine wakitarajiwa kuzikwa Minova, Kivu ya Kusini Jumamosi. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imepata nafasi kubwa ya kidiplomasia kwa miongoni mwa nchi ambazo zimechaguliwa kuketi katika Baraza la Umoja wa Mataifa la Haki za Binadamu. Hiyo ni baada ya taifa hilo likihusishwa katika ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu. Katika kikao huko mjini Geneva, makao makuu ya Baraza la Haki za Binadamu, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ya kidiplomasia kwa kuchaguliwa Jumatano Oktoba 8 mwaka 2024 kuwa mwanachama wa Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa kwa kipindi
cha mwaka 2025 hadi 2027. Kwa uungwaji mkono usio na kifani wa kimataifa, DRC imepata kura 172 kati ya 190 katika kura za Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Kando na DRC, mataifa mengine 16 pia yamechaguliwa yakiwemo Benin, Colombia na Ethiopia. Uchaguzi huo unazipa nchi hizi nafasi kuu katika kukuza na kulinda haki za binadamu katika kiwango cha kimataifa. Likiwa na makao yake makuu mjini Geneva, Baraza la Haki za Binadamu linaloundwa na nchi wanachama 47 zinazofanywa upya kila baada ya miaka mitatu lina dhamira ya kuimarisha haki za binadamu duniani kote na kwa jukumu la kuchunguza madai ya ukiukwaji, kutoa mapendekezo na kukuza mazungumzo ya kujenga kati ya mataifa. Na uchunguzi wa DRC umeibua matumaini na maswali kwa upande mmoja inayoonyesha nia ya nchi kujitolea kwa haki za binadamu. Kwa upande mwingine imezua maswali kuhusu uwezo wake wa kutekeleza mapendekezo ya baraza, hasa katika kukabiliana na changamoto za ndani zinazoikabili nchi. Jesslyn Sauswa ni upande wa upinzani nchini DRC anaeleza. Wakati wanaweza kutupatia ile opportunity ya kuweza kushiriki pale, ni kuweza kutuonesha kama nasi tuende tujifunze, tuone kama zingine inji zinafanya namna gani ili kuweza kuheshimia haki za binadamu. Kwani wakati tutakuwa tukishiriki huko, tuweze kutupatia sisi akili, tabia mbaya ya kutokuheshimu haki za binadamu tutaweza kuyaacha, kwani wataweza na sie kututia parmi wale wenye tunaweza sema wakue wa inji yenye tunasema inji kuwe model ya uhaki wa binadamu. Na hiyo iko jambo wenye wakati yenye tutashiriki kule, isikuwe tena nayo tunatoka kule bila kupata matunda ya gisi tuliweza kushimamia Umoja wa Afrika. Donc kuna kwa organization mingi zenye tumeweza kushimamia katika Afrika yenye haikuweza kusaidia inji yetu. Tuweze kuchunga labda hii yetu kuenda kuonekana katika baraza hiyo kuu, inaweza kukua moya yenye itaweza kutupatia akili na kuweza kutusaidia tuache hiyo tabia mbaya enye tuko nayo ya kuweza kutoheshimu haki ya binadamu. Kwa upande wake Solomon Kaniki kutoka shirika la CIDHOP, ikiwa ni shirika linalotetea haki za binadamu, ameomba serikali ya Kongo kuchukua fursa hiyo kwa kuwa heshima kubwa za kibinadamu. Tunaomba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuweza kuchukua fursa hii kwa kuheshimu haki za kibinadamu, kwa kuondoa hali ambayo imekuwa imeanzishwa, mfumo ambao umekuwa umeanzishwa kwa maeneo haya ambayo hususan inakuwa na imetangazwa kwa hali ya dharura ni etat de siege, kuweza kuondosha woga wa mwende mkaone ambao serikali imekuwa imetia kwa wakazi wake, kwani kulikuwa kumeundwa hali ya woga kwa wakaaji. Na ukataka fuatilia mtu ambaye amefungwa, na wewe utafungwa, utaachiliwa baada ya kulipa kitita ya pesa. Unakutwa na pesa zako, uko na kwenda kutumika na pesa zako, mko mfanya biashara, umetoka kwa eneo ambayo inadhibitiwa na wanamgambo, ukakutwa na jeshi la taifa, utafungwa na pesa zote zinachukuliwa, atakaye kufuatilia anafungwa. Unaenda kuona gereza watu wanalundikwa ndani bila kuhukumiwa. Tunaomba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iweze kukamata fursa hii kwa kuheshimisha haki za kibinadamu. Tumezungumza vile vile na mwanasheria Shile Kapanga, akiwa mchambuzi wetu wa masuala ya kisiasa katika kanda ya Maziwa Makuu, akiwa hapa nchini kama anavyoeleza. Tunajua sisi wote ya kwamba haki za binadamu ni kitu kikuu tena kia maana sana ndani ya ulimwengu mzima, na ndio kwa maana waliweza kutia kituo kuu yenye kuhusika na hii mambo kwenye Umoja wa Mataifa. Kwa hivi wakati DRC inapata njia kuwa kama inji moja ya inji zenye zinaweza kushiriki na kufuatilia kila siku hali ya hii jambo, inatufurahisha sana. Ila DRC kunakuwa pia mambo mingi yenye naonesha kama hatuheshimu haki za binadamu. Sasa kwangu mimi nawaza tunapaswa shukuru kwa kitu moja. Wakati mnasema mtu anakuwa mtu mbaya, mkampatia yeye ndio akuwa akaweka hazina wala kuweka pesa, mtakuwa mmemweza. Kwani hapa mtaweza sasa kumwepusha kuiba. Kwani yeye ndio anaiba, mtaweza kuwa mfuatilia vizuri. Ni kusema
Kwa mimi Kongo kuingia hapa ni kusema Kongo inakuwa hayo peke mbele, inapaswa onesha mfano mzuri kuhusu haki ya binadamu, kwani inakuwa katika inji kuu zenye kushiriki kati ya hii jambo. Tunapaswa sasa kubadilisha namna yetu ya kuishi, namna yetu ya kuheshimia haki za binadamu, kwani tunakuwa sasa wakuu. Huwezi kuwa mkuu wa kitu kenye wewe kunaharibisha, hapana. Tutakuwa sasa inji zenye kuleta mifano mizuri ili inji zingine zote ziweze kufuata mifano yetu. Hii ndio kitu kizuri kubwa mimi naona hapa. Miezi ijayo itakuwa na maamuzi kwa DRC ambayo itabidi kupatanisha azima yake ya kimataifa na hali halisi iliyopo. Mashirika ya kiraia ya Kongo yanatarajia serikali yake kuchukua fursa hii ili kuboresha haki za binadamu nchini humo. Na hatimaye Mangujipa. Zaidi ya watoto 1346 wakiwa kati ya umri wa tangu kuzaliwa hadi miaka 5 wanasubiriwa kupewa chanjo dhidi ya kupiganisha ugonjwa wa vunja kwenye mtaa wa afya ya Biene tarafani Rubero. Idadi hiyo ilitangazwa siku ya Alhamisi na Daktari Valentino Kisambi, msimamizi wa mtaa wa afya wa Beni, wakati wa uzinduzi rasmi wa kampeni ya kupiganisha ugonjwa wa kuvunja kwenye division ya afya jimboni Kivu Kaskazini. Ikianzishwa tarehe 10 Oktoba, kampeni hii itahamasishwa Jumamosi tarehe 12 Oktoba. Mengi zaidi na Abel Songo bin Kesha kutoka Mangujipa. Kizindua rasmi kampeni hiyo, Metre Monga Mabanga Julio, mwakilishi waliwali wa jimbo ya Kivu Kaskazini aishie katika maeneo ya Njia Panda Mangurejipa, alipongeza hata hivyo jitihada ya divisheni ya jimbo Kivu Kaskazini kuwarudia watoto wote waliochelewa kwa kukosa nafasi ya kupewa chanjo dhidi ya kupiganisha ugonjwa huo mwezi Juni uliopita. Alipongeza hata hivyo wakaaji wote waliokubali kurudi katika makazi yao baada ya kukimbia wakihofia tishio ya wahuni wa ADF. Metre Monga Mabanga Julio: ni kupana kwanza pole kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba, pole kwa jamaa zetu zote ambazo zilijideplace kwenda huko na kule. Ijapokuwa hiyo mwezi wa 6 tulikuwa tumeandaa chanjo poliomielite kuhusu tena watoto wetu. Hivi tunasema shukrani kwa division yetu ya sante provincial kutukumbuka tena kusema nono au kule walikuwa na shida, sheti turekipere watoto wetu wasifike kupata magonjwa ambayo imedumu siku mingi na imetesa jamii mingi, na hiyo magonjwa inaleta mzigo ndani ya community. Hatuna umuhimu ya kukataa kupata chanjo, ndio maana tunaomba wazazi wote ambao wanapatikana na mashambani wachunge waganga nyumbani, watapita mlango kwa mlango. Pande wake Daktari Valentin Kisambi, msimamizi wa mtaa wa afya wa Biena, kampeni hiyo imesaidia kupunguza kwa asilimia fulani visa vya walioathirika na ugonjwa huu wavunja kwenye mitaa mingi ya division ya jimbo ya Kivu ya Kaskazini, hata kama hakuna mgonjwa aliyeonyesha alama ya ugonjwa huo kwenye mtaa wa afya wa Mangurejipa. Daktari Ekamua Kisambi Valentin alikazia umuhimu wa kuchanjisha watoto wa mtaa wake sababu ya wagonjwa walioripotika kwenye mitaa ya afya. Wamama wenye uko na watoto tangu kuzaliwa mpaka miaka 5 hawezi kungojelea waganga wenye watapita wakipana kikato, waongojee kwa nyumba yao sababu watapita nyumba kwa nyumba kwa njia ile siku ya 4 mpaka siku ya posho. Tunangojea karibu watoto 1346. Hiyo ndio hesabu ambayo tunangojea watoto ambao wanastahili kupata chanjo ya polio. Tunafurahia sana wamama wetu zaidi sana sababu wamekwisha kuelewa kikato ni nini, na mbona kwa sasa hatuna tena watoto ambao wamekamatika na magonjwa ya polio. Donc ile inaonyesha kama kweli population inakubali zaidi sana, wamama wameelewa ile jambo. Kampeni hiyo ambayo itachukua muhula wa siku 3 itaendeshwa kwenye vijiji vikubwa vya sekta la Bapere baada ya vijiji vidogo kuachwa ukiwa ni nyuma ya raia wengi kuyahama makazi yao wakihofia tishio la magaidi wa ADF wanaoendelea kumiliki kama wafalme misitu ya sekta ya Bapere. Nikiripoti kutoka Mangurejipa tarafani Lubero, mimi ni Abel Songo kwa niaba ya MTV Online. Mnamni ripoti hiyo mwenzetu Abel Songo Binikisia kutoka huko Mangujipa kama ilivyoeleza. Na hatimaye huko mkoani Kigoma. Wananchi mkoani Kigoma wameiomba serikali kuangalia namna ya kupunguza gharama za ununuzi wa majiko ya nishati safi ikiwemo gesi na jiko la umeme ili kuhama katika matumizi ya kuni na mkaa wa kupikia ambayo inatajwa kuharibu mazingira na kwa kikwazo cha kiafya, huku wengi wakipendekeza
kutumika mfumo wa ruzuku katika ununuzi ili kupunguza ukali wa gharama. Nishati safi ya kupikia imetajwa kuwa nyenzo muhimu ya kusaidia kuepusha uharibifu wa mazingira pamoja na kusaidia jamii kujiepusha na matatizo ya kiafya kutokana na uchafuzi wa hali ya hewa ndani ya nyumba kwa matumizi ya kuni na mkaa wakati wa kupikia. Katika kuhakikisha mazingira yanatunzwa na afya zinalindwa, serikali ilianzisha mpango wa nishati safi ambao utawezesha Watanzania kujiepusha wakati mwingine na migogoro ya mamlaka zinazosimamia misitu. Wajasiriamali kwa niaba ya jamii ya mkoa wa Kigoma, hasa maeneo ya vijijini, wameomba serikali kuona namna ya kusaidia kupunguza gharama za majiko hayo ya nishati safi ya kupikia. Kwa jina naitwa Zuena Amani, ni mamalishe. Mimi kama mwananchi na mamalishe, kwa sababu matumizi makubwa ya mkaa na kuni yatumika vijijini na ndio watu wenye uwezo wa kipato kidogo. Hivyo ningeomba serikali ipunguze gharama za ununuzi, kwa sababu tukiangalia umeme kwa matumizi ya kutumia jiko hili ni mdogo sana. Hata hivyo, hayo yamejiri wakati wa uzinduzi wa kampeni ya mpishi safi mkoani Kigoma kwa kutumia nishati safi ya kupikia inayotekelezwa kwa shirika la Umoja wa Mataifa la UNIDO. Akizungumza meneja tafiti kutoka TANESCO Mhandisi Samuel Kesi ameeleza namna nishati ya umeme ilivyo na faida wakati wa kupikia, huku mwakilishi wa Benki ya Maendeleo ya TIB nchini Andrew Mwambagale ameeleza umuhimu wa kutumia ruzuku ili kupunguza gharama ya ununuzi wa majiko hayo. Haya majiko ni ya gharama. Jiko moja linaweza likagharimu 150,000. Huwezi kumhamasisha mtu wa Kigoma kwamba anunue jiko la 150,000. Kwa hiyo TIB kwa kushirikiana na UNIDO tulikuwa na mazungumzo kwamba tuangalie namna gani tunaweza kupata fedha zingine kwa ajili ya kutoa ruzuku kwenye haya majiko. Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Kigoma Kamishna Jenerali mstaafu wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji Tobias Sandengenye amesema matumizi ya nishati safi ya umeme itasaidia kuokoa muda katika upishi na kuimarisha afya. Na kupitia nishati hii mbadala tutafanikiwa kuboresha maisha yao na kuwafanya wafurahie mazingira safi zaidi ya nyumbani. Matumizi ya nishati ya umeme, nishati safi, yataokoa muda unaotumika kwa ajili ya kutafuta kuni. Msikilizaji na mtazamaji wa MTV, kwa ripoti hiyo kutoka magharibi mwa Tanzania mkoani Kigoma, ndio ninatamatisha taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo ya Oktoba 10 mwaka 2024. Na kutamatika kwa taarifa hii ya habari ndio mwanzo wa maandalizi wa taarifa nyingine. Asante kwa kuendelea kwa nami, lakini pia kumbuka matangazo haya yanasikika ulimwenguni kote kwa jina la MTV Online, lakini pia kupitia redio shirika katika eneo zima la Maziwa Makuu. Mimi ni Tryphon Odase kwa niaba ya mwandaji wa taarifa hii ya habari Hassan Chawele akiwa mjini Goma, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tukutakia usikivu mwema na ufuatiliaji wa matangazo yetu. Asante hadi wakati mwingine na kwaheri kwa sasa.